Afrika wiki hii inaanzia katika mgogoro wa mashariki mwa Kongo ambako kuna mengi, na miongoni mwao ni pamoja na kutekwa kwa mji wa Walikale wenye utajiri wa madini ya bati mkoani Kivu Kaskazini. Mji huo umetekwa na waasi wa M23 wanaoungwa mkono na Rwanda. Taarifa zilisema mji huo ulitekwa Jumatano jioni baada ya kusikika milio ya risasi, huku ikielezwa kwamba waasi hao waliingia kwenye ngome ya jeshi la Kongo na kutumia njia mbadala kufika Walikale. Waasi walikamata barabara inayounganisha mikoa minne ya mashariki mwa Kongo ya Kivu Kaskazini, Kivu Kusini, Shopo na Manyema na kuzitenga ngome za jeshi la Kongo. Taarifa za kutekwa mji huo wenye utajiri wa madini ya bati zilikuja siku moja tu baada ya marais wa Kongo na Rwanda kukutana kwenye mazungumzo yaliyofanyika Doha nchini Qatar, ambako walieleza dhamira yao ya kusitisha mapigano mara moja na bila masharti. Mkutano huo ulifadhiliwa na mtawala wa Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani. Mkutano kati ya viongozi hao ulifanyika baada ya waasi wa M23 wanaoungwa mkono na Rwanda kukataa kwenda kukutana na wajumbe wa serikali ya DRC mjini Luanda nchini Angola. Lakini pia siku moja kabla, mtangulizi wa Rais Tshisekedi, Joseph Kabila, alimtuhumu rais huyo ambaye alifarakana naye baada ya kuingia madarakani kwamba ndiye tatizo nchini Kongo na kuonya juu ya machafuko zaidi. The problem is President Felix, the solution is President Felix. Tatizo ni Rais Felix, suluhisho ni Rais Felix. Sasa unaelewaje hilo? Unalitafsiri vipi? Kushoto au kulia? Juu au chini? Ni juu yako. Lakini maamuzi muhimu yanapaswa kufanywa, na katika nyakati muhimu ulifanya maamuzi muhimu, na hizi ni nyakati muhimu kwa Kongo. Kwa upande wetu, kama nilivyosema, tunakusudia kushiriki kikamilifu katika kila kinachotokea, hasa kwa upande wa amani. Wakati huo huo, rais wa Ufaransa Emmanuel Macron alikutana na viongozi wa kidini wa Kongo mjini Paris, ambako Askofu Fulgence Muteba, mwenyekiti wa kongamano la maaskofu wa kanisa Katoliki nchini Kongo Senko, alisema mpango wa amani wa viongozi wa kidini unalenga kuwaweka pamoja si tu serikali na waasi wa M23 bali wanasiasa wote wa Kongo na mashirika ya kiraia ili kutafuta suluhisho la kudumu la mzozo huo. Ni wiki kadhaa sasa ambayo tumekuwa tukiomba kuwekwa na mazungumzo, kwa sababu mapigano hayawezi kuleta suluhisho kwa mzozo huu. Umwagaji damu unazua majonzi pekee. Kwa hiyo kwetu sisi ni lazima Wakongo wakae pamoja kwenye meza mazungumzo kwa ajili ya maelewano na mshikamano wa kitaifa, na inaomba kila mmoja wetu aache majigambo. Msikilizaji, huko Rwanda nako Rais Paul Kagame aliwatahadharisha wananchi wake kuwa tayari kukabiliana na hali mbaya kutokana na vikwazo vilivyotangazwa na mataifa makubwa ya ulimwengu dhidi ya nchi hiyo wiki hii kutokana na kuhusika kwake na kuunga mkono waasi wa M23 nchini Kongo. Rais Kagame kwa mara nyingine tena alilaumu Ubelgiji kwa kuichonganisha Rwanda na mataifa mengine, lakini akaahidi kuwa sasa yuko tayari kukabiliana na nchi hiyo ya Ulaya. Mwandishi wetu wa Kigali Silvanus Karimera alitutumia ripoti ifuatayo. Rais Paul Kagame amesema hayo mjini Kigali katika ukumbi wa BK Arena ambapo zaidi ya watu 8,000 walihudhuria tukio hilo. Hotuba hiyo ilirushwa moja kwa moja katika vyombo vyote maarufu vya habari na katika mitandao ya kijamii nchini Rwanda. Rais Kagame amesema bila kigugumizi kwamba nchi ya Ubelgiji ambayo ni mkoloni wa zamani wa Rwanda na Kongo imekuwa mstari wa mbele kuyashawishi mataifa ya Ulaya kuiwekea vikwazo Rwanda, wakati nchi hiyo hiyo ya Ulaya ikiwa ndio kiini cha mzozo wa maziwa makuu tangu enzi za ukoloni. Ubelgiji bwishe Rwanda bukicha. Wabelgiji wameua raia wa Rwanda kwa miaka mingi zaidi ya historia hii ya miaka 30 mnayoijua. Wametuua siku zote, kila mara wanakwenda na kurudi. Tumewaonya miaka mingi na sasa tunakwenda kuwaonya tena. Turaza kubihanangiriza n'ubungu. Hotuba hii ambayo ilionekana kufanua kiini cha mzozo wa mashariki mwa Kongo kwa wananchi imekuja wakati wimbi la vikwazo dhidi ya Rwanda kutoka mataifa makubwa likiendelea kurindima kutokana na shutuma kwamba Rwanda inalisaidia kundi la M23 ambalo linaendelea kuyateka maeneo makubwa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kutoka majeshi ya serikali. Rais Kagame akizungumza kwa kuchanganya lugha za Kinyarwanda, Kiingereza na Kiswahili amesema Ubelgiji ndiyo iko mstari wa mbele kuyahamasisha mataifa makubwa kuiwekea vikwazo Rwanda. Akasema Ubelgiji na nchi nyingine za Ulaya ndio zilipaswa kuwekewa vikwazo kutokana na kile yeye anasema nafasi yao
katika kuliharibu eneo la maziwa makuu. Sanctions, even the ones responsible. Vikwazo baada ya vikwazo, hata wale ambao wanahusika na tatizo hili wao pia wanaomba vikwazo dhidi yetu. Ni ajabu. Kuna hata wakati mwingine unamuuliza mtu, kwa nini mnataka kutuwekea vikwazo? Na kwa ajabu anajibu kuwa hajui kwa nini, lakini kwamba anafanya hivyo kwa sababu tu Ubelgiji imeomba wafanye hivyo. Ufite inyunguzi. Nchi za Ulaya, Marekani na jumuiya ya nchi 7 zinazoonekea kiuchumi ulimwenguni maarufu kama G7 zote zimeshatangaza kuwa zinajiandaa kuiwekea vikwazo Rwanda, lakini sasa miito na kauli hizo kutoka mataifa makubwa vinaonekana kumfanya Rais Kagame kuandaa Wanyarwanda dhidi ya athari zinazowasubiri ikiwa mvua ya vikwazo itaanza kunyesha kikamilifu. Kufunga mkanda, mnajua unafunga mkanda, sio kufunga mkanda peke yake, ni kupigania uhaki wetu. Lazima tupiganie uhaki wetu. Tuna haki ya kupigania. Silvanus Karemera, DW, Kigali. Huyo alikuwa ni Silvanus Karemera akituondoa huko Kigali na kukamilisha ripoti kuhusiana na mgogoro unaoendelea huko mashariki mwa Kongo, ikihusika pia nchi ya Rwanda. Nchini Sudan, jeshi la serikali lilitangaza mafanikio makubwa dhidi ya wanamgambo wa kundi la RSF katika mji mkuu Khartoum. Jeshi hilo linaloongozwa na Jenerali Abdel Fattah al-Burhani lilisema limeudhibiti tena mji mkuu huo, ikiwemo kurudisha mikononi mwake ikulu ya taifa. Msemaji wa jeshi Nabil Abdallah aliiambia televisheni ya taifa kuwa jeshi lilikamata silaha nyingi kutoka kwa wanamgambo wa RSF. Jenerali Nabil Abdallah aliapa kwamba jeshi hilo litaendelea kusonga mbele katika nyanja zote hadi ushindi utakapokamilika. Vikosi vyetu thabiti ambavyo ni fahari yetu wamepigana milele kishujaa kwenye vita vikali hii leo na vimepata ushindi mkubwa katika mapambano katika jiji la Khartoum. Vimefanikiwa kuwafurusha wapiganaji wa kigaidi wa kundi la RSF wanaoongozwa na Hamdan Dagalo katika maeneo ya Mid Khartoum, Souk al-Arabi na kwenye majengo ya ikulu. Hii ni ishara ya uhuru na heshima kwa watu wa Sudan. Kwa msaada wa Mungu, majeshi yao na pia jeshi limezikamata silaha na zana zake nyingi katika maeneo yaliyotajwa. Kusonga mbele kwa jeshi la Sudan kunaonesha ushindi mkubwa kwa jeshi hilo dhidi ya RSF, ingawa haimaanishi vita hivyo vimekwisha. Bado RSF inashikilia maeneo mengine mengi, ikiwemo pamoja na jimbo la magharibi la Darfur. Na huko Sudan Kusini, mvutano wa uongozi ulishika kasi, huku Rais Salva Kiir akimfuta kazi gavana wa jimbo la kaskazini mashariki la Upper Nile, James Odhok Oyai, wakati mapigano yakiongezeka kati ya vikosi vya serikali na kundi la wapiganaji la White Army linalofungamanishwa na makamu wa kwanza wa rais Riek Machar ambaye ni mpinzani wa Rais Salva Kiir. Siku ya Jumatatu, jeshi la Sudan Kusini lilifanya mashambulio ya anga dhidi ya waasi hao kaskazini magharibi mwa nchi hiyo, huku machafuko yakizuka katika kaunti ya Nasir. Waziri wa habari Michael Makuei Lueth aliwashutumu waasi hao kwamba wanatumiwa kuvuruga utekelezaji wa makubaliano ya amani. These forces, with whatever names they call themselves, hivi vikosi vinavyojiita sijui White Army au vyovyote vile wanavyojiita ni vikosi vibaya sana. Hivi ni vikosi ambavyo viko kwa ajili ya kuvuruga na kuwatumbukiza wananchi wa Sudan Kusini katika mambo ambayo hayana msingi, ili wananchi wasishughulikie utekelezaji wa mkataba. not pay attention to the implementation of the agreement. Mgogoro huu wa kisiasa unaoendelea huko Sudan Kusini pia uliendelea kuzua wasiwasi mkubwa, huku raia wa kawaida wakiathirika zaidi. Pamoja na juhudi za kidiplomasia zilizofanywa hapo awali, mvutano kati ya Rais Salva Kiir na makamu wake Riek Machar bado haujapatiwa suluhu ya kudumu. Mashirika ya kiraia yalijitokeza kupaza sauti kuhimiza hatua za haraka zichukuliwe kuleta amani na mshikamano wa kitaifa. Mwandishi wetu Lubega Emmanuel alituarifu kuhusiana na hilo akiwa Kampala nchini Uganda. Katika mkutano wa waandishi habari ulioitishwa baada ya kushauriana kuhusu njia za kuhusika moja kwa moja katika mchakato wa amani, mbalimbali wakiwemo viongozi wa kidini, wawakilishi wa wakimbizi, vijana na wanawake wametoa mwito kwa Uganda kwa msuluhishi asiyegemea upande wowote.
Kwa mujibu wa wawakilishi wa raia, Jumuiya ya Ushirikiano wa Kiserikali wa Mataifa ya Pembe ya Afrika IGAD ina wajibu muhimu wa kufuatilia utekelezaji wa makubaliano ya mwaka 2018 kati ya mahasimu hao wawili ambao yalihitimisha vita vya wenyewe kwa wenyewe. Kutokana na hilo, wanaitaka IGAD kuitisha kikao maalum mjini Juba ili kuwaweka Rais Salva Kiir na Dr. Riek Machar kwenye meza ya mazungumzo ya ana kwa ana. Kasisi Enoch Tumbe ni askofu mstaafu na mratibu wa mpango wa Tumaini. What we are calling the leaders in the region to do, especially the IGAD. Tunatoa mwito kwa viongozi wa IGAD kwa kutanisha hao wawili badala ya kuangazia nguvu za kijeshi. Military confrontation. Raia hao wakisisitiza kutokuwa na msimamo wa kufungamana na upande wowote katika mzozo huo, wanatoa wito kwa waliokuwa wakuu wa makundi ya wapiganaji waliotambuliwa rasmi kwa ngazi ya jenerali kuelewa kuwa ahadi walizopewa ili kushiriki katika serikali ya umoja wa kitaifa haziwezi kutekelezwa mara moja. Taifa bado linahitaji kustawisha uchumi wake na kuimarisha miundombinu ya taasisi. Wakati huo, mwito umetolewa kwa vijana wa Sudani Kusini kuepuka kutumia mitandao ya kijamii kusambaza matamshi ya chuki na uhasama. Badala yake waitumie kama chombo cha kujenga amani na mshikamano ndani na nje ya nchi yao, kama anavyosema msanii Manase Mathieng. Kuna wale wenye wametumia social media vibaya, na hao ndio vijana nataka kuwaongelesha wajaribu kutumia hiyo same energy, waitumie kujaribu kuleta watu pamoja. Mgogoro uliotokea hivi karibuni nchini humo baada ya kukamatwa kwa viongozi wenye mafungamano na Dr. Riek Machar umesababisha Uganda kutuhumiwa kuwa na mpango wa kupeleka majeshi yake Sudani Kusini. Ingawa baadhi ya viongozi wa mataifa haya mawili wamekanusha madai hayo, haijafahamika waziwazi kama wanajeshi wa Uganda waliingia Sudani Kusini. Rebecca Emmanuel, DW Kampala.